Bwana msikilizaji, ni kukaribishe kwenye huu mwendelezo wa simulizi nzuri ya kuitwa Abigail. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kubonyeza alama ya subscribe ili usipitwe na simulizi zangu ambazo kila leo nimekuwa nikiziachia. Sasa bwana, huu mzigo ni kuambia tu ya kwamba umetayarishwa na kuandaliwa na mwandishi Kiti Fefe. Sasa nikukumbushe pale tulipoishia katika sehemu iliyopita. Bwana, tuliishia patamu kweli kweli. Ni ambapo sasa huyu bidada Abby pamoja na mume wake Roman wamekaa chini na kufikiria na kuona sasa kuna haja hapa ya kukutana na huyo bidada wa kuitwa Gift, ambapo inasemekana amefanana sana na Abby. Lakini swali ambalo Abby anajiuliza, hata kama duniani tumezaliwa wawili wawili, iweje huyu mtu awe ni kopi yangu kabisa? Yaani hata kama nikimtazama hivi kwenye picha najiona kabisa ni mimi. Haiwezekani bwana. Hata kama watu wanafanana wawili wawili, kuna ile kufanana fulani lakini sio sana. Huyu mbona yani kama vile mbona kama pacha wangu. Kwa hiyo mimi nina pacha wangu na mbona wazazi wangu hawaje kuniambia? Kwa hiyo maswali yakawa ni mengi, lakini yote kwa yote Abby na mume wake Roman wanafunga safari kutoka Arusha, wanaelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kumfuata huyo bidada kuitwa Gift. Nini kitatokea? Bwana, huenda kuna siri kubwa hapa ndani imejificha ambayo sisi hatuijui. Lakini hii ni sehemu ya mwisho, kwa tutakwenda kujua tu mwisho haya yote ni yapi na yapi bwana. Bwana, karibu upate kuweza kuenjoy na kufurahia hii simulizi tamu ya kuitwa Abigail. Bwana, karibu. Msikilizaji, yani unajua huyu James ambaye ni ex wa Gift, nikamwambia naomba kwanza kama una picha nimuone kwanza huyu Gift kwanza. Kweli James alitoa pale simu yake akaichezea kidogo, kisha akanyanyuka kaniletea ile simu yake. Msikilizaji, huwezi kuamini, nilipoangalia zile picha nilishangaa. Ni kweli huyu mtu anafanana kweli na mimi. Sasa mpaka nikajiuliza huyu ni nani jamani? Yaani ilibaki kidogo tu nimuulize James, wewe hizi picha zangu umezitoa wapi? Yaani nikajikuta mbona sielewi. Nikamwambia James, hauna namna tunaweza tukampata Gift? Mimi toka niachane naye Gift sina mawasiliano naye, lakini mimi na rafiki yake nitamtafuta nimbembeleze urafiki yake, maana kuhusu hii issue ya kumomba msamaha Gift ilikuwa ni nzito sana, na hata nilipomomba rafiki yake nisaidie kuomba msamaha alileta ngumu. Msikilizaji, hapo nilianza kuwaza mambo mengi sana. Huyo Gift anahusiana nini na mimi? Kwa nini nifanane naye hivi? Nikamwambia mume wangu, hebu naomba simu yangu nimpigie mama. Hapana mke wangu. Mke wangu, nakuomba utulie. Tulia kwanza, sawa? Kwa sasa hivi ni usiku. Utawapa mshtuko wazazi. Mimi nadhani asubuhi tutaongea nao. Lakini naomba kwanza tumwache huyu kijana Albert pamoja na James wao waende wakapumzike, na kisha sisi tutaongea vizuri kesho mke wangu. Nadhani umenielewa. Kweli msikilizaji, shemeji Albert pamoja na huyu James ambaye ndo ex wa Gift waliondoka. Tukapanga kwamba kesho yake tutakutana tena. Mume wangu aliniomba nitulie, na hata wazazi pia hatupaswi kuweza kuwaambia kwanza mpaka tumpate kwanza huyo Gift. Alafu ndo tumuulize Gift kama kuna lolote lile analolijua. Lakini mimi nikamwambia mume wangu, kwa nini tusiwaambie wazazi? Kwa nini tusiwashirikishe? Mke wangu, naomba uelewe basi. Hebu vumilia. Tutawaambia tu. Alafu pia I'm sorry kwa kukuhisi vibaya. Naomba unisamehe sana mke wangu. Maana kipindi kile cha nyuma ulivyokuwa unaniambia kwamba watu wanakufananisha na Gift, nilikuwa nakufikiria vibaya. Hata sijui kwa nini mume wangu siku zote umekuwa huniamini. Na kuamini mke wangu, lakini naomba unisamehe. Niko pamoja na wewe hata kitokee nini. Mimi na wewe ni mwili mmoja, na kuomba sana nisamehe katika yote ambayo mimi nimekuhisi vibaya. Sawa bana. Lakini unahisi kwamba huyo bidada Gift atakuwa ni ndugu yangu eti mume wangu? Kwa nini nifanane naye sana? Kwa nini watu wanifananishe mimi na Gift? Nisikilize mke wangu, kusema moja kwa moja kwamba ni ndugu yako nitakuwa sina uhakika. Tuombe tu kwanza tupate kuonana na huyo dada Gift, alafu kisha ndo tutajua mengine yanaendeleaje. Okay. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Nisikilize mke wangu, usiwe na wasiwasi, sawa? Na kuomba tulale.
maana kutwa nzima ulikuwa una mizunguko na kuomba tulale tupumzike. Sawa baba, nimekuelewa. Kweli msikilizaji, kesho yake tulikutana tena na tukamtaka James atafute namna ya kumpata huyo Gift tujue ukweli. Na nilimwomba pia mume wangu twende kwenye ile saluni kuwauliza nao pia kuhusiana na hili swala. Tulipofika kule saluni, wale wadada walituambia kwamba ni kweli eti kwamba mimi ninafanania na huyo rafiki yao kuitwa Gift, ila pia hata wao hawana mawasiliano na huyo Gift. Tukaona okay sawa, tusubiri tu kwa James atuambie mambo yanaendaje. Baada ya siku kadhaa, James akatutafuta na akatuambia kwamba amempata rafiki wa huyo Gift ambaye anaweza akatusaidia kupata mawasiliano ya Gift. Na amemueleza kila kitu kuhusu mimi. Lakini tu huyo binti inaonekana kama vile hamuamini James. Ni kama anahisi labda James ndo anataka hiyo namba ya Gift. Mume wangu akasema okay, basi tukutanishe na huyo rafiki wa Gift tuweze kuzungumza naye. Kweli James akasema kwamba atakuja na huyo binti. Basi bwana, mimi na mume wangu tukao tunawangojea mpaka walipoweza kuja. Tuliwakaribisha na James akatutambulisha kwa huyo rafiki yake na Gift, alikuwa anaitwa Rachel. Nikamwambia Rachel, karibu. Hivi ni kweli mimi nafanana na huyo rafiki yako sijui Gift sijui? Akasema ndio dada, yaani unafanana naye mpaka mimi mwenyewe sielewi. Yaani nilipokuona hapa nikajua yeye ndo Gift. Nikasema lo. Nikamwambia dadangu Rachel, hivi unanisaidiaje sasa jamani? Nahitaji kumuona huyo rafiki yako. Dadangu, Gift kwa sasa anaishi Dar es Salaam. Kumpata sio tatizo, ila nawaza nitamwambia nini? Maana ili jambo sio la kuongelewa kwenye simu. Nisikilize dada Rachel, sisi hapa, yani sisi tuko vizuri, tunaweza tukaenda huko Dar es Salaam. Ukatupeleka, tunataka tuonane naye. Na unavyozungumza ni kweli, sio poa kama tukiongea naye kwenye simu. Inatakiwa twende tuonane naye. Kwa unaweza ukatupeleka? Ndio, naweza nikawapeleka. Ni nyinyi tu mpange siku ya kwenda. Basi tukakubaliana ya kwamba tupange hiyo siku twende Dar kwa ajili ya kuonana na huyo Gift. Na kweli tukasubiri mpaka tufike huko tuonane na Gift, ndipo tuwaambie wazazi kilichopo. Na tuliamua twende Dar. Ila sasa ilibidi nisubiri kwanza mume wangu Roman apate likizo, na kisha tukafunga safari tukiwa tuko mimi sasa, mume wangu, James na huyo Rachel pamoja na mapacha wetu. Tukawa tunaelekea wapi? Huko Dar es Salaam. Namshukuru Mungu, tulifika Dar es Salaam salama, mimi pamoja na mume wangu tukiwa tuko na watoto wetu. Tulienda kufikia kwa mama mkwe, maana kule kwenye nyumba ya Roman tulikuwa tumeweka mtu, hivyo hatukutaka kumsumbua. Tukafikia tu ukweni. James alienda kwa ndugu zake na Rachel pia alifikia kwa huyo rafiki yake Gift, na tukapanga siku inayofuata tu tufanye utaratibu wa kuonana naye. Tulipofika mama mkwe alitupokea na tukamwambia kile kilichokuwa kinaendelea. Mama mkwe akatuuliza, wazazi mmeshawaambia kuhusu hili? Tukasema hapana mama, wazazi bado hatujawashirikisha, na hata hivyo tuliona tukiwaambia hivi hawataweza kutuelewa, na sisi hatuna uhakika juu ya hili. Hivyo kwa kuwa mtu mwenyewe yuko Dar, hii itakuwa ni rahisi sasa tuonane naye kwanza. Lakini wanangu, ingetakiwa muwaambie wazazi toka mwanzoni mwa hili jambo, ya kwamba mnakuja, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Na hata kama itakapofikia kwamba uamuzi fulani, basi wote muwe mnajua. Lakini sio vibaya. Huyo binti simtaenda kuonana naye kesho kweli? Ndio mama, kesho tunaenda kuonana naye. Okay sawa, ikiwezekana hata mimi pia nitaongozana na nyinyi. Basi Roman akampigia pale kaka na akamwambia kile kilichokuwa kinaendelea. Kakangu akajibu kwamba hiyo issue mbona mama alishaniambiaga, ya kwamba dogo kamuuliza kama sijui kuna mtu anafanana naye. Nyie mngempotezea tu huyo. Sasa mmekuja likizo, si bora mngekuja tu tujumuike kama familia. Hatujaonana siku nyingi. Msihangaike bwana hayo mambo bwana. Hebu mpotezeni tu, yanawapotezeni muda jamani. Kufanana watu kupo tu. Kufanana na mtu sio ajabu. Wote si ni binadamu, lazima tufanane bwana. Maneno ya kakaangu unajua yalitufanya sote hapa tushangae. Kwa nini kakaangu hata hajali kuhusu hili ambalo sisi tunamwambia? Au kwa kuwa hajaona hata picha ya huyo ambaye sisi tunamzungumzia? Sasa Roman mume wangu akasema pale, akaniambia visikiliza, mke wangu twende sisi wenyewe tu.
tumuone huyo Gift. Maana nahisi pia hata wazazi wako pia watapinga wazo letu la kuonana na Gift kama alivyopinga kakako. Nikamwambia sawa mume wangu. Kweli tukawasiliana pale na James pamoja na Rachel kujua kama kesho itawezekana kuonana. Rachel alituhakikishia kwamba inawezekana, ameshaongea na Gift na amekubali. Basi ilibidi tuwaambie waje kule nyumbani kwa mama mkwe kwa ajili tuongee vizuri, yani tukae kifamilia tuongee vizuri. Na tukakubaliana kwamba watakuja jioni mida ya saa 10 hivi watakuwa wameshakuja. Kweli bwana, kesho yake tulijiandaa kwa ajili ya wageni. Akaenda kuwapokea pale. Mimi moyo wangu ulikuwa unadunda vibaya mno, sikwambie mtu. Kabla sijamuona huyo Gift live, moyo wangu ulikuwa unadunda sana. Si wakafika bwana, na sisi tukawakaribisha. Kwanza alipofika pale Gift alinishangaa sana. Yaani naye kama vile alishikwa na bumbuazi, alafu akabaki kama ameganda. James alimshika mkono Gift, akamkalisha kwenye sofa la pale sebuleni. Tukajuliana hali na James ndo akaanza kuongea. James akaanza kusema kwamba Gift, kama ambavyo Rachel amekwambia, basi ndo yuko hivyo. Huyu dada hapa unayemwona mbele yako anaitwa Abigail. Na huyu unayemwona hapa mbele yake ni mume wake. Na mimi nimewajua siku chache tu zilizopita. Na kiukweli nilipokutana naye nilijua huyu ni wewe, na nikaanza kumwomba msamaha. Maana nilidhani ya kwamba nimepata nafasi ya pekee kabisa kuonana tena na wewe. Lakini kumbe nilikuwa nakosea, na nikaja kufahamu ya kwamba sio wewe, na wala hana historia yoyote kuhusu wewe, na hakujui kabisa, kitu ambacho kimetutia mashaka sisi wote hapa tulipo. Yaani hapa hatuelewi, na ndio maana tumekutafuta wewe mwenzetu Gift. Labda mwenzetu tutakuwa na chochote tunachoweza kutuambia. Jamani, labda niseme tu kwamba unajua hata mimi nimechanganyikiwa zaidi yenu yani nimekuwa niko surprised. Mimi nachojua nimezaliwa mimi pamoja na mdogo wangu wa kiume tu, na sina story yoyote tena ya kwamba eti mimi na ndugu. Lakini naona kabisa nafanana na huyu dada. Kiukweli kichwa changu kinachambua mambo mengi na sielewi ni lipi na lipi. Ila nachoona tu kwamba sisi tutakuwa tuna uhusiano wa damu. Kama tujazaliwa tumemoja, basi ni lazima tuna undugu fulani. Mimi naona tu labda niwashirikishe kwanza wazazi wetu, na nyinyi mwashirikishe wazazi wenu upande wenu, na pia tuwashirikishe kwa pamoja ili tujue. Nikasema ni kweli. Kwa basi tukakubaliana hilo kwamba mimi niwaambie wazazi wangu, Gift naye awaambie wazazi wake, alafu kisha tuwakutanishe wote kwa pamoja. Basi walikaa pale mpaka usiku na tukapata chakula cha usiku wote tukiwa tuko pamoja. Roman alimuita kaka naye ajione. Kaka alikuja pale, alikuja na mpenzi wake Loveness. Alibaki tu anastaajabu. Yaani yeye mwenye brother yangu alikubali ya kwamba tuwashirikishe wazazi kuhusu ile jambo. Na Gift naye aliniomba namba yangu ya simu, mimi nilimpatia na akaniambia kwamba hongera mwenzangu, una watoto mapacha. I say, unajua mimi nilipoteza ujauzito wangu na niliumia sana. Gift alisema hivyo huku akiwa anamwangalia James kwa jicho baya vibaya mno. Nikamwambia pole, na mimi utapata tu na wewe. Basi asubuhi ya siku iliyofuata Gift alinipigia simu, mimi nikapokea, nikasema hello Gift. Akasema mambo wapi? Nikamwambia poa, mzima. Mimi ni mzima kabisa pacha yangu. Asa akawa ananiita mimi pacha yake. Nikacheka, nikamwambia usinichekeshe bana. Akasema ni kweli bana, unajua wewe ni pacha yangu. Maana sio kwa mfanano huu. Yaani hata kama kikawaida mtu hawezi kufanana hivi. Nikamwambia kwa kweli. Na vipi familia, umeshaijulisha? I say kuhusu familia tayari. Japo na wao pia hawaamini, ila uongo dhambi. Mimi na wewe kama sio ndugu basi mapacha. Na itakuwa ni mmoja wapo kati yetu, sijui niseme aliibiwa au alipotea, sijui. Ila naamini kabisa mimi na wewe ni ndugu. Kauli ile ya Gift, unajua kwanza ilinivunja nguvu kusema ule kweli. Sikutaka kusikia kwamba eti mimi ninao wajua sio wazazi wangu, na jinsi ninavyowapenda nao jinsi wanavyonipenda, haiwezekani kuwa hivyo kwa kweli. Haiseni nitaumia mimi. Nilipinga ile kauli kimya moyoni mwangu. Basi tulienda kuambia wazazi wangu na wakasema basi kwamba itakuwa ni vizuri kama tukikutana na hiyo familia ya Gift tuongee.
Basi tukaweka pale miadi na kualika familia ya Gift, rafiki yake Rachel pamoja na ex wa Gift ambaye ni James waje nyumbani. Na sisi tulikutana nyumbani kwetu, wakiwemo wazazi wangu, mama mkwe, mimi na mume wangu, pia kaka Loveness. Yaani tulikaa kuingoja sasa familia ya Gift na wenyewe pia wafanyaje waweze kufika. Hatimaye walifika. Walikuwa ni yeye, alikuja Gift, baba na mama yake, alikuja James, alikuja na Rachel. Kwa tuliokaribisha pale tukawapatia na vinywaji kabla ya mazungumzo. Tulitaka kujua ukweli wa lile jambo kutokana na kwamba wazazi wote si wapo. Sasa waseme ukweli kama mimi na Gift tuna uhusiano wote ule wa kindugu. Sasa mamangu ndiye alianza kuongea, akasema jamani, mimi ninachokijua Abi huyu ni mwanangu kabisa. Tena uzuri zaidi ni kwamba sijui niseme ni bahati mbaya au bahati nzuri, nilimzalia nyumbani. Hivyo siwezi kushuku ya kwamba eti nilizaa mapacha sijui mmoja akaibiwa. Nilizalishwa na mamangu mzazi. Hivyo hakuna uhusiano wote na huyu Gift. Mama alipozungumza hayo, mamake Gift naye sasa naye akazungumza, akasema mimi wala si shuku ya kwamba eti niliibiwa mtoto. Maana nilizaa mmoja tu. Na nilikuwa na fahamu zangu vizuri tu kabisa. Labda kama ningezimia ndo ningesema niliibiwa mtoto, lakini sio kweli. Mimi ninachokiona nyinyi mmeshafahamiana, basi mnaweza mkawa ndugu wa hiari tu. Hiyo inatosha, na sisi wazazi wenu tutakuwa upande wenu, si ndio jamani? Alisema hivyo mamake na Gift, na kisha kawa kama ameuliza swali hivi. Wazazi wangu wakaitikia wakasema kabisa. Sasa Gift akakataa, akasema hapana, mimi sijaridhika hata kidogo na sitaki kuamini kabisa kwamba eti kwamba hapa hamna kitu kinachoendelea. Kwani wewe Abi umezaliwa tarehe ngapi? Nikamwambia mimi tarehe yangu ya kuzaliwa ni tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 95. Mbona mimi niliambiwa nilizaliwa tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 95? Kwa hiyo umenipita miezi 4. Lakini mbona bado sijaamini, maana vyeti na tarehe vinaweza kuwa ni vya kufoji. Wazazi wetu simtuambie tu ukweli jamani, tubaki tu na amani moyoni, tujue tu moja. Gift alipozungumza hivyo, lakini wazazi bado walishikilia misimamo yao ya kwamba sisi sio ndugu, na kila mmoja alithibitisha kwamba mamangu akasema mimi ni mwanae na mamake na Gift akasema yule ni mtoto wake. Yaani ilikuwa ni tafulani. Na wazazi wakakomalia kusema kwamba tuipotezee hii mada. Sasa Gift alinyanyuka, akanivuta mkono, akanipeleka nje. Akaniambia, Abi, hivi unaridhika kabisa na maelezo ya hawa watu kabisa, unalizika nayo? Yaani mimi eti sio ndugu yako? Kwani Abi, ukiniangalia mimi, wewe hujioni wewe kweli? Hapa kuna kitu anatuficha. Naomba uungane na mimi, tuutafute ukweli. Na tena naomba tuwalazimishe tukapime vipimo vya DNA ili tuweze kujua maana wazazi wetu halisi ni akina nani. Ni wale walotulea? Ni wale walokulea wewe au walonilea mimi? Tutafute ukweli na kuomba ungana na mimi. Nikamwambia nimekuelewa Gift. Kiukweli kichwa changu kinawaka moto. Yaani anajiona kabisa siko sawa. Nilipozungumza hivyo, kidogo akaja pale kaka pamoja na Roman. Nikamwambia, kaka, naomba useme kitu. Mbona umekaa kimya na nina uhakika kabisa unaujua ukweli? Umenipita miaka 15. Kipindi mimi nazaliwa wewe ulikuwa unajitambua kabisa. Hivyo utakuwa unafahamu kwamba nilizaliwa na mama, nilinunuliwa au niliokotwa au niliibwa. Naomba kaka uniambie ukweli. Sikiliza Abi mdogo wangu. Kwa nini umepatwa na nini? Maneno gani hayo unayoongea mdogo wangu? Kiukweli wewe ni mdogo wangu, tena wa halali. Na ndio maana tumeishi na wewe vizuri. Ulikuwa hata siku moja tumekufanya kama mtu baki? Hebu nikumbushe kuhusu hiyo siku kama ipo. Mimi nimempokea Gift pia kama mdogo wangu, kama mwanafamilia mpya kwetu. Hivyo naomba hili jambo liishi hapa, alafu tuendelee mambo mengine. Wewe na Gift kila mtu na familia yake na wazazi wake. Hivyo msijichanganye mkaumiza vichwa vyenu. Nadhani tumeelewana. Nikasema, kaka, hata wewe kweli kunifanyia hivyo kaka? Okay, sawa bana.
Nitatafuta mimi mwenyewe ukweli kama utaki kuweza kunisaidia. Na wewe mume wangu, uko pande upi? Naomba nielewe kama unasimama na mimi ama unasimama na wazazi. Niko nawe mke wangu. Chochote utakachoweza kukihitaji nitakusaidia. Roman alipoongea hivyo tulirudi ndani na Gift. Wao tukawaacha nje. Gift akatoa wazo lake ya kwamba tupime DNA, lakini bado wazazi walishikilia msimamo wao ya kwamba haina haja sisi kupima hiyo DNA kwa sababu sisi sio ndugu. Ilibidi kina Gift sasa waondoke. Basi mume wangu akanifuata akaanza pale kuongea na mimi, akaniambia sikiliza mke wangu. Najua kwamba unapitia nini moyoni mwako. Najua vile ambavyo unaumia. Natamani niweze kukusaidia hayo ambayo unayapitia, lakini siweze. Ila nitakuwa na wewe kukusupport. Maana yanayokuja pengine yatakuwa ni machungu zaidi, lakini niko tayari kuweza kukuliwaza na kukutia moyo. Kumbuka hilo. Mimi am your daddy. Na nitakuwa pamoja na wewe kwenye kila moment ya Abigail wangu. Nikamwambia asante sana mume wangu kwa kunijali. Lakini kwa nini useme yanayokuja ni machungu? Kuna kitu gani ambacho umeweza kukigundua? Hapana, sijagundua kitu mke wangu. Ila tunaomba uwe strong mamangu. Kwa hizi drama zinazoendelea hapa na kuomba sana uwe imara, usiteteleke. Nikamwambia okay sawa, nimekuelewa mume wangu, nitavumilia tu, hamna jinsi. Hapo nilianza kuwauliza ndugu wa mama na ndugu wa baba kama kweli mimi ni mtoto wa hiyo familia. Na wote walisema kwamba mimi ni mtoto halali kabisa wa hao wazazi wangu, ni wajuao. Wengine walienda mbali na kunionya kwamba sio vizuri kuwashuku wazazi, watajisikia vibaya. Nikaona okay basi nitulize tu komwe langu. Hawa ndugu hawana cha kunisaidia. Sasa nikaona kidogo Gift akawa amenitext, amenitumia message. Akaniambia Abigail, mimi naomba tukapime DNA sisi wenyewe na kuomba sana kesho na kupitia hapo kwenu. Mimi moyo wangu ulishtuka sana. Nikawa nawaza niende nisiende. Nije nigundue kwamba hawa sio wazazi wangu. Mbona nitaumia sana? Na ukizingatia na wapenda vibaya mno. Yaani siwezi kukubali niingie kwenye familia nyingine mimi kusema ule kweli. Au bora nikienda itajulikana kwamba sisi ni ndugu. Gift ndo awe alilelewa na familia isiyo ya kwake. Na wazazi wangu ndio wao wazazi wake halisi. Yaani siwezi kukubali ukweli ya kuwa hawa niloa dekea na niloa sumbua eti kwamba sio wazazi wangu. Nikasema hilo mimi siwezi kukubali. Kwa akili yangu ikawa kama imelala hivi kidogo. Yaani sijui nimjibu nini Gift. Pale pale nijikuta naanza kulia. Abi, unalia nini sasa mke wangu? Mbona unatilia huzuni? Roman, naofia kitakachotokea. Sitaki kusikia kwamba eti hawa mimi sio wazazi wangu. Na naogopa kusema ule kweli. Usilie mke wangu. Naomba usiweke hili swala moyoni. Naomba basi turudi Arusha au sema yote ukapumzishe kichwa chako, uondoe mawazo kwa hiki kipindi ambacho unakipitia. Sawa. Ila natamani kuweza kujua ukweli, maana Gift kasema nikapime na DNA. Basi sawa. Mtenda na mimi ni wazo zuri pia, sio mbaya. Kweli mume wangu? Ndio tutaenda. Asante sana kwa kunijali. Ni jukumu langu mama kukujali. Naomba ulale mke wangu mzuri, upumzike sasa. Hapo alinilaza kifani kwake na akawa ananibembeleza mpaka nilipokuja kupitiwa na usingizi. Asubuhi ilipofika tu tuliamka, nikatoka nje kwa ajili ya kufanya kazi za nyumbani. Nikawa nimeshirikiana na mama mkwe. Wifi yangu Lucy alikuwa hayupo wakati huo, alikuwa anafanya kazi mkoani. Gift na Rachel walikuja pale, tukanywa chai na tukatoka. Lakini watoto tuliwaacha na mama mkwe. Roman alisema kwamba tuliache kwanza hilo wazo la kwenda hospitali. Tutafute sehemu tukae kwanza kabla ya kwenda hospitali, kwa sababu alikuwa na mazungumzo na sisi. Kwa kweli tulitafuta sehemu tukakaa kwa ajili ya hayo mazungumzo, na ndipo hapo mume wangu Roman akaanza kusema kwamba jamani, mimi kama nilivyosema, nahitaji kuongea na nyinyi nyote wawili. Ninachohitaji kuweza kuambia ni kwamba sio mbaya nyinyi kupata kujua ukweli, lakini mmejiandaje kuupokea huo ukweli? Kama ikitokea kweli nyinyi ni ndugu, mtakubali huo ukweli? Mtakubali kuipokea familia mpya? Sio kwamba labda napinga maamuzi yenu ya kwenda kupima DNA, hapana. Maana nilichomwahidi mke wangu ni kwamba nitasimama naye kwa kila jambo, iwe kwa raha au kwa shida, lakini natamani mjiandae kisaikolojia. Abi mke wangu, nadhani umenielewa nini ninachokiongea. Gift pia nadhani umenielewa.
Ndiyo, tumekuelewa. Okay, sawa. Nitafurahi zaidi kama ni mambo yatakwenda vizuri. Mnaonaje kesho niwapeleke sehemu mkarelax? Sehemu kama Zanzibar hivi au Bagamoyo. Mkarefresh kwanza mind. Gift na Lecho, na waombeni msikatae ofa hii. Maana mke wangu najua hawezi kukataa. Si tunashukuru shemeji. Tutaenda bila shaka. Shemeji, mimi upande wangu utanisamehe. Nataka niwakimbie maana nilikuja mara moja tu kuwasaidia kumpata Gift. Hivyo kesho mimi narudi Arusha. Rachel, mbona mapema hivyo? Amna, msijali shemeji, tutakuwa tu tunawasiliana, tuko pamoja kwa kila hatua. Na pia Arusha nyinyi mtarudi, kwa tutaendelea kuwa pamoja. Okay, sawa Rachel, tunawashukuru pia kwa msaada wako wa dhati kabisa. Msijali, tena alichokiongea shemeji hapa, mimi nimekielewa vizuri. Gift pamoja na Abi, hebu mtulize kwanza akili, ndio muendelee na taratibu zingine. Sawa. Hapo tulimuitikia Rachel. Tulikaa na kuongea mambo mbalimbali na kisha tukaenda kufanya sasa booking kwa ajili ya kupata tiketi za kwenda Zanzibar. Gift alisema kwamba hakuna tatizo kwao, yeye ataaga tu ya kwamba anakwenda kutembea kwa rafiki yake. Mimi msikilizaji, sikuhitaji ruhusa ya wazazi wangu, maana ninayesafiri naye ni mume wangu. Kwa ilipofika jioni tulirudi nyumbani. Nilianza pale maandalizi kwa ajili ya safari, maana tulikuwa tunaelekea na watoto pia huko Zanzibar. Siku iliyofuata tulisafiri kuelekea Zanzibar kulifresh mind. Tulipata hoteli nzuri. Roman mume wangu akalipia pale vyumba viwili, kimoja mimi na yeye na watoto wetu, kimoja cha Gift. Hivyo siku ya kwanza tuliamua tupumzike kwanza, alafu siku ya pili ndo tuanze kuzunguka hii Zanzibar. Na nilimshukuru sana mume wangu kwa kumpokea Gift, na alikuwa anamjali kama ndugu yangu, japo bado tujathibitisha kwa dini kama kweli Gift ni ndugu yangu, ila nimefanana naye vibaya mno. Mke wangu, nafanya hayo yote kwa ajili ya furaha yako. Maana ukifurahi wewe, mimi pia ni lazima niweze kufurahi. Najua umeshamkubali na unatamani uwe karibu na Gift na unajisikia amani. Hivyo nipo kwa ajili ya kuweza kutimiza hilo. Na tena hata baadaye ikija kujulikana kwamba nyinyi sio ndugu, naomba muendelee kuweka bondi, muwe kama ndugu. Nadhani umenielewa mke wangu. Napenda niwaone wewe na Gift, yani mnafanana mpaka kutabasamu. Okay, sawa mume wangu, asante. Ni kweli na enjoy sana kumuona Gift na najisikia faraja pia. Basi tulimpikia pale Gift atoke chumbani kwake tukapate dinner. Gift akasema, "Hey guys, nimekaa na nyinyi siku chache lakini nishagundua nyinyi mnapendana sana." Nikamwambia ni kidogo tu Gift. Mbona sasa mimi naona kama vile mnapendana sana? Ndio, lakini sio sana. Lakini zamani mimi ndo nilimzidi sana mke wangu, ila sasa hivi mke wangu ndo kanizidi. Hapo zamani alikuwa hanitaki, ila kwa sasa nimemkamata, yani hataki hata kunikosa. Roman ndo aliongea hayo. Nikamwambia watu wa siri zangu, lakini Gift Maya, hata usimsikilize ushemeji yako, wala hata sio kweli anayozungumza. Hapo tukawa tunacheka kwa pamoja na kisha mimi nikamuuliza, "Kwani wewe Gift, wewe una mahusiano?" Aisee, mimi sinaga mahusiano kwa sasa, maana sioni raha kuingia kabisa kwenye hayo mahusiano. Tena baada ya kupigwa na kitu kizito na yule James. Nampenda yule mwanaume, natamani kumsahau ila ndo nashindwa. Nikamwambia pole sana Gift, lakini mimi naona kumsamehe na kusahau itakuwa ni vizuri sana ili mwanze upya. Ni njia nzuri sana ya kuanza upya ambayo itaponya moyo wako. Unaweza kujilazimisha kutafuta mtu mwingine alafu pia akakukosea ukaumia tena. Kwa ni heri tu umsamehe James, na mimi naamini James atakuwa ameshajifunza. Aisee, itabidi tu nifanye hivyo, lakini inatakiwa nione kama yuko serious na mimi. Nione yuko serious na mimi kwa kiasi gani. Nione japo hata vitendo ambavyo vitanishawishi, sio msamaha tu wa maneno ambao ananiomba kila siku. Nikamwambia okay sawa mama. Uwe na furaha basi, uwe happy basi. Upo na pacha yako, uko na shem darling wako hapa, sawa? Mbona mimi niko na furaha tu? Basi kuliagana pale na kuelekea vyumbani kulala. Aliomba tumpe mtoto mmoja alale naye kwa sababu anasikia upweke kulala mwenyewe. Tukampea Ariana ambaye ni Kulwa alale kule chumbani kwa Gift, na sisi tukabaki na Brianna.
Tulilala kuingoja siku ya kesho tukazurule. Tutalii hii Zenji yote, Zanzibar yote. Msikilizaji, huwezi amini. Niliota ndoto ya ajabu sana wakati niko usingizini. Nilishtuka kutoka usingizini, jasho jingi lilikuwa linanimwagika. Ajabu ni kwamba sikumkuta Roman pale kitandani. Nikajua tu kwamba atakuwa yuko chooni. Sikutaka kumsumbua, kumfuata sijui huko eti niende kuangalia. Nikaangalia saa, ilikuwa ni mida ya saa 10 hivi za usiku. Nikajilaza tena, lakini baada ya dakika chache aliingia kutokea nje. Mimi mpaka nikashangaa kwamba Roman alienda wapi? Kama ni chombo na kipo tu humu ndani kwenye hoteli ambayo tumepanga, choo chake kipo humu ndani ya chumba chetu. Roman alikuja akakaa kitandani, akawa ameinama, ameshika hivi kichwa, akijua kwamba mimi nilikuwa nimelala. Kumbe mimi nilikuwa nimejiegesha tu. Na nilikuwa nimejiegesha, na hii ni mara baada ya kushtuka kutoka ndotoni. Na mimi nikainuka nikakaa kitako pale. Nikamwambia mume wangu, unatoka wapi usiku huu? Kitendo cha kumuuliza lile swali mume wangu Roman alishtuka sana. Akasema naumwa mke wangu, nitaenda kuomba dawa reception. Nikamwambia unaumwa nini ghafla hivyo? Ni kichwa mke wangu. Nikamwambia sasa ungeniamsha mume wangu. Sikutaka kukusumbua mke wangu, na hata hivyo sijapata dawa, nitaenda tu kununua kesho asubuhi. Nikamwambia pole mume wangu. Asante sana mke wangu, na mbona nawe pia umeamka saa hizi usiku? Nikamwambia nimeota ndoto ambayo sielewi, mpaka usingizi wote umenikata. Umeota ndoto? Ndoto gani? Nikamwambia nimeota Gift amechafuka sana, amevaa nguo zimechanika chanika, alafu yeye na kaka wananigombea, na mimi nikaamua niende na Gift. Kaka akawa analalamika eti kwamba yeye namwacha, na afu nimemkubali mtu ambaye ni mchafu kwamba nitajuta, na hata sijaelewa hii ndoto ina maana gani. Hebu usiwaze mke wangu. Mimi naona sababu wewe unawaza sana kuhusu Gift, na ndio maana unapata mandoto ya ajabu yasiyoisha. Au kutokana na yale mambo yanayoendelea. Hebu acha hayo mawazo, sawa mke wangu, na hautaota ndoto hizo za ajabu. Nikamwambia okay sawa mume wangu, tupumzike sasa. Hapo tuliamua tulale. Asubuhi saa 1 Gift alinitumia message kwamba sorry Abi, naomba uje chumbani kwangu sasa hivi. Nikamwambia okay poa. Hapo nikaoga faster, nikatoka, nikamwacha Roman yuko na Brianna wanaendelea kulala. Sikutaka kumwamsha maana aliniambia kwamba anajisikia vibaya. Nikaenda chumbani kwa Gift. Nilikuta hajafunga mlango na funguo. Kwa niliingia, nikakuta pale amelalia tumbo, anaugulia maumivu ile mbaya. Ariana alikuwa hana hata habari, anamchezea tu Gift nywele. Nikasema hey Gift, mbona hivi unaumwa kwani? Akasema tumbo linaniuma. Nikamwambia tumbo, tatizo nini? Akasema linaniuma tu, hata sijui tatizo ni nini. Nikamwambia okay, ngoja niende kumuita Roman tukupeleke hospitali. Hapana, nitakuwa sawa, naomba unisaidie tu nipate dawa za maumivu. Nikasema no, twende hospitalini. Ariana, hebu usimsumbue auntie, nakuja sasa hivi. Kwa hapo nikatoka mchumbani nikaelekea chumbani kwetu. Roman akaniambia wewe ulienda wapi mke wangu? Hapo nilimkuta sasa Roman, nikaamka. Nikamwambia nilienda chumbani kwa Gift tumbo linamsumbua ile mbaya. Anaumwa tumbo? Kasema amefanyaje? Nikamwambia linamuuma tu. Sasa sijui ukuta labda ni tumbo la period, lakini hajaniambia vizuri. So unajua kwamba hajanizoea. Sasa amesema kwamba nimtafutie dawa za maumivu na hospitalini hataki kwenda eti. Basi labda yuko kwenye siku zake. Hebu ngoja mimi nikanunue hizo dawa, wewe ubaki hapa. Mimi naenda. Maana nilikuwa nahitaji na mimi pia nikanunue dawa kwa sababu kichwa kinaniuma sana. Sawa, uende ukakae naye tu, na pia inabidi niwaagizie kifungua kinywa awaletee huku chumbani. Sawa? Nikasema okay sawa mume wangu. Lakini mume wangu, kama ujisikii vizuri niende mimi, unielekeze kama una mwenyeji huko. Hapana, sijisikii vibaya hivyo mama. Naweza tu nikatembea nikatoka kwenda kutafuta dawa. Nikamwambia okay sawa. Kwa hapo nilipanga vitu vizuri. Nikambeba Brianna, nikaenda naye chumbani kwa Gift. Roman naye alitoka kwa ajili ya kwenda kutafuta duka la madawa, anunue hayo madawa. Na baada ya muda alirudi akanipigia simu. Nilienda kufuata hizo dawa, nikaja kumpatia Gift ya meze. Na baada ya muda mhudumu aligonga pale hodi kwamba ameleta chai. Nilipokea nikatenga pale tunywe, ila Gift alikunywa kidogo na kisha akaomba alale. Nilimwacha alale maana dawa alikuwa amfanyaje? Ameshakunywa. Mimi nikarudi chumbani kwetu. Nikamuuliza mume wangu naye anaendeleaje? Akanijibu kwamba yuko poa. Siku hiyo niliamua kulala na Gift maana bado alikuwa anajisikia vibaya. Nilichukua jukumu la kumuuguza ili asijihisi mnyonge. Mamake alikuwa anamtafuta na alimdanganya kwamba bado yupo kwa rafiki yake. Ilipofika kesho yake Gift alikuwa na unafuu.
Hivyo akawa anaomba turudi Dar, hawezi kuzunguka tena hapa Zanzibar, labda next time. Ai, nyie sikupenda, maana hata tukuenjoy. Yaani moyoni nilikuwa nasema Gift, ujikaze jamani, tutalii kidogo hii Zanzibar. Cha ajabu ni kwamba mume wangu naye alisupport eti kwamba tuondoke Dar. Wakati ndio alisema kwamba anatuleta Zanzibar tuenjoy. Nikaona huyu atakuwa yuko upande wa Gift sababu yani anamkirimu ile mgeni kwamba hivyo. Na akajisahau kwamba mimi ni mke wake, mimi ndo bebi wake na sichelewagi kununa kusema lo kweli. Yaani wakati mimi nahitaji kitu fulani alafu kisifanyike. Moyoni mwangu nikabaki tukisema yani mtu na shemu wake, jamani. Weza mimi nilinuna tena, nikasema tukifika nyumbani Roman atanikoma. Kesho yake tukakata tiketi ya kurudi Dar es Salaam. Tulipofika Dar tukakodi usafiri, tukampitisha kwanza Gift kwao na nikamwahidi kwamba kesho yake nitaenda kumuona. Alafu na sisi usafiri ukaendelea pale kutupeleka mpaka kule kwa mama mkwe. Tulipofika nyumbani tu, hata ndani tujaingia, Roman akasema mke wangu, nakuja sasa hivi, naomba ukapumzike na watoto. Nikamwambia mume wangu, naenda wapi? Wakati ndo tumefika, tumechoka na safari. Akasema nakuja mke wangu, kuna mtu namwahi, nakuja sasa hivi. Hapo nazungumza anasema nakuja, Roman akawa anapanda ile taxi ilotuleta akaondoka nayo. Mimi nikabaki na mshangao. Mbona anazidi kuniudhi huyu mwanaume? Sasa anaenda wapi? Alafu mbona imekuwa ghafla hivyo? Anaenda kuonana na nani? Sasa nikawa najiuliza kwamba nimfuate ama vipi? Nilibaki nawaza kwamba nimfuate Roman ama vipi? Sasa baadaye nikaja kujiuliza hivi mimi wivu gani sasa huyu jamani? Labda mwenzangu kaitiwa issue binafsi. Hasa namfuatafuata ndo nini sasa? Nikaona hii sio sawa bwana. Mama mkwe alitoka nje. Akauliza vipi kulikoni, mbona wewe umeganda tu hapo? Muingie ndani. Nikasema mama shikamoo, marahaba, za huko mtokako? Nikasema salama mama. Pale mama akaja akanisaidia watoto. Akaniambia baba wili yuko wapi? Nikasema ametoka, sijui kaenda kumuona nani. Katufikisha tu hapa kaondoka. Sawa basi tuingie ndani. Nikasema sawa mama. Kweli tuliingia ndani. Nikawa nampa habari za huko. Japo hatujatalii sana lakini nikawa nampa zile habari. Ila sikukosa cha kumhadithia kusema ule kweli. Yaani nilikuwa nimeshamzoea mamangu mkwe kusema ule kweli. Sasa wakati nazungumza na mama mkwe, Gift alinipigia simu, akaniambia kwamba kesho niende, mamake na mazungumzo na sisi. Nikamjibu ratiba ya kuja huko nilikuwa nayo. Kwa hiyo lazima tu nije kukujulia hali. Kwa baada ya masaa mawili mume wangu Roman ndo akarudi. Nilibadilika afu nikaweka sura ya mbuzi yani. Alafu nikaondoka zangu chumbani, nikaona Roman naye anakuja. Akaniambia mama wawili, kwani kuna tatizo? Mbona kama vile umenyong'onyea? Nikamwambia wewe, ulitupeleka Zanzibar kufanyaje? Na tumerudi bure tu, alafu kufika hapa unatuacha mlangoni wewe unaondoka. Ndio tabia gani? Mke wangu, Gift si aliumwa. Sasa tungetembeaje alafu mwenzetu ajisikie vizuri? Alafu najua mke wangu una huruma. Huwezi kumwacha Gift apate tabu, ila najua umekasirika. Lililotupeleka kule halikuweza kufanikiwa. Ila nitakupeleka tena mke wangu. Hakuna haja ya kukasirika. Nikamwambia okay poa. Gift kanipigia simu. Gift kakupigia simu kakwambia nini? Hapo Roman akawa ameshtuka kweli kweli. Nikamwambia mbona umeshtuka hivyo? Amna, sinibauliza tu mke wangu ili nataka kujua amekupigia simu amekwambia kitu gani. Nikamwambia kwani umetoka wapi? Na ukumbuke unaumwa wewe. Kuna mshikaji wangu kwa aliniita tu nikamsikilize. Gift kasemaje, kakwambia nini? Nikamwambia okay sawa. Gift kasema tu kesho niende, mama yake ana shida na mimi. Ananiomba kesho niende. Kwa anayekuomba ni Gift au mama yake na Gift? Mama yake. Basi naomba tuende wote maana sisi ni mwili mmoja, la kwangu ni la kwako, la kwako ni la kwangu. Mbona unaniomba sana? Yaani utasema labda nitakataa labda. Mume wangu sijali, tutaenda tu wote, shida iko wapi? Okay, hapo sawa, hapo nimeridhika. Nyie, kesho yake tulifunga safari, tukaelekea kwa kina Gift. Tulifika kwa kina Gift wakatukaribisha, tukaanza pale mazungumzo, wakiwemo wazazi wa Gift na Gift ya mwenyewe. Sasa mamake na Gift akaanza kusema jamani,
Mimi nimeona tu niwaambie ukweli, nafsi yangu itanisuta, alisema mamake Gift. Kwa tukatulia kimya, tunataka tusikie anataka kusema nini. Jamani wanangu, labda niwaeleze kwa ufupi tu wanangu. Siku moja, ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 95. Mimi na dada yangu tulikuwa tupo kibarazani kwetu. Wakati huo nilikuwa sijaolewa, ndo kwanza nilikuwa binti mdogo tu kama nyie. Nilikuwa naishi kwa dada yangu. Alikuja msichana mmoja amebeba watoto mapacha, ambaye nilikuwa nalingana naye umri. Akatusalimia, tukamuitikia na akatuambia kwamba anaomba tumsaidie maji ya kunywa, tukampatia. Mtoto mmoja ambaye alikuwa amembeba kwa mbele, tulimwambia amshushe amlaze hapo wakati anapumzika. Kweli akamshusha, na baada ya dakika kadhaa alituambia kwamba amesahau mfuko wake mahali alikuwa anakula. Hivyo akaomba tumwangalizie mtoto wake ili auwai huo mfuko. Na tukamwambia muache tu mtoto, haina shida, muache tena huyu mwingine ili wewe uende haraka urudi haraka. Lakini yule dada alitujibu ya kwamba yule mtoto mwingine ambaye amembeba ni mkorofi, atatusumbua, kwa anaenda naye. Kweli yule dada akaondoka na huyo mtoto wake mmoja. Huyo mtoto mwingine akatuachia hapa sisi. Hapo sasa ndo mama Gift anatufungukia ukweli. Unajua tulimkazia macho, akawa anaendelea kutuhadithia. Sasa wanangu, niwaambieni tu ukweli. Baada yule binti kuondoka na mtoto wake mmoja, muda ulizidi kusonga mpaka jua likazama, yule binti hakurudi. Tuliamua tukatoe taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa, maana tulihisi ya kwamba amemtelekeza mtoto wake au labda akapata na tatizo, isije kuwa msala kwetu. Mwisho wa siku ishu ikafika hadi polisi. Kwa hiyo tulipotoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa, taarifa ikafika hadi polisi. Maana si tuliamini yule dada atarudi kumfuata mwanae, lakini yule dada hakutokea tena. Kwa tuliamua tuombe kibali, tuchukue jukumu la kumlea yule mtoto kama wa kwetu, kama wazazi wake. Akitokea yule binti amerudi, tutamrudishia binti yake. Lakini yule dada hakuwahi kurudi tena. Kwa mimi niliamua kuchukua jukumu ya kuwa mama wa huyu mtoto ambaye tulikuwa tumeachiwa, ndo wewe Gift. Kwa hiyo aisee, mamangu mimi ndo alinitelekeza. Gift hapo alisema kwa uchungu mpaka machozi akaanza kumtoka. Mamake akasema ndio, mimi wala sio mamako mzazi, lakini sikupenda ujue hili. Sikupenda ulijue hili mwanangu. Wewe utabaki kuwa mwanangu hivyo hivyo. Kwa hili lililotokea, wewe na Abi 99% huenda kweli nyie ni ndugu. Labda yule mmoja ambaye mamako aliondoka naye wakati anakuacha wewe kwetu, huenda labda ndo Abi. Sasa sijui huyo mamako ndo yule mamake na Abi au ni vipi, maana sikumbuki, maana ni miaka mingi tangu ulivyoweza kutelekezwa kwetu, na nikaamua kukupa jina la Gift ni kama zawadi tu, na ile tarehe uloachwa kwetu ndo nikaifanya kuwa kama ndo tarehe yako ya kuzaliwa, japo umri wako kwa makadirio ulikuwa umezaliwa miezi 3 au miezi 4 nyuma. Aisee msikilizaji, tulichoka. Yaani baada ya kusikia hiki kisa tulichoka kwa kweli. Tulibaki tu tunajiuliza, je, Gift ni pacha wangu? Kwa mama yetu sisi ndo yule mama yangu mimi alionilea, ama sio mama yetu? Kwa hiyo kama sio mama yetu, kwa hata mimi pia nilitelekezwa pia. Hasa kwa nini labda mama yetu alifanya hivyo? Yaani mpaka nikawa najiuliza, kwa sisi mama yetu ni nani?
Usikute na mimi nilitelekezwa. Gift ndo akawa anasema kwamba mama, usitake kuniambia kwamba mamake Abi ndio mamangu. Sina uhakika mwanangu, sifahamu kwa kweli. Huenda Abi naye labda alitelekezwa kwa yule mama. Maana huyo mama alokuacha mimi sikumkarili, hivyo siwezi kusema kwamba ndo yeye au la, lakini mimi sikutaka kukuambia haya yote mwanangu. Hata mume wangu alikuwa hajui kama wewe sio mwanangu, maana alinikuta na wewe kabla hajanioa, lakini kwa ushahidi huo mdogo inaonyesha kwamba wewe na Abi ni ndugu. Maana mama yenu nilimshuhudia akiwa na watoto wawili. Hapo kusema ule kweli msikilizaji, nilihisi kupagawa kwa kweli. Nilinyanyuka nikatoka nje. Roman akanifuata, akaniambia unaenda wapi sasa Abi? Mbona hatujamaliza mazungumzo ya jeshi? Nikamwambia twende nyumbani mume wangu, sasa hivi nataka kuzungumza nao wazazi wangu. Hebu naomba basi upunguze hizo pressure, sawa mke wangu? Punguza pressure ndo twende nyumbani. Nikamwambia twende tu, mimi niko sawa. Kwani mimi sikujui mke wangu mpaka unidanganye? Nikamwambia mume wangu nahitaji kuongea nao, naomba twende sasa hivi au unataka kubaki hapa? Sawa. Basi tuage kwanza ndo tuondoke. Kwa sasa hapo tukarudi ndani kuaga. Nikamwambia Gift apumzike tu, mimi nitaenda kuwauliza wazazi kama kuna lolote waseme ukweli. Kwa tulitoka pale na kwenda nyumbani, lakini bado wazazi wakashikilia msimamo wao kwamba mimi ni mtoto wao na Gift eti hawamjui. Jamani, nilichukia sana, alafu nikaona kama vile mama ni mkatili sana. Yaani alidiriki kumtupa mwanae mmoja. Huyu mwanae mmoja alimkosea nini wakati alikuwa ni malaika tu? Kwamba ni ugumu wa maisha ama ni vipi? Nikasema mama, kama hamtaki kuniambia ukweli, mimi sitokanyaga tena hapa na wala sina ndugu tena kwenye hii nyumba. Nimeumia sana, hamtaki kunipa ushirikiano wenu, nashukuru sana. Hapo sasa ilibidi nitumie ukali, afu nikaondoka nikiwa nina hasira sana. Sikutaka kusikiliza lolote. Nikamwambia mume wangu naomba tuondoke sasa, twende tu Arusha. Mume wangu akaniambia okay sawa, lina tatizo, tutakata tiketi kesho mama. Nikamwambia okay sawa. Kwa nilimtaarifu Gift ya kwamba sisi tunaenda Arusha. Wazazi wangu wamekataa kusema ukweli, hivyo mimi nimeamua kuwaacha na ninachokijua kwamba wewe Gift ni ndugu yangu tu, basi tushirikiane kuanzia leo. Gift akaniambia sawa, nimekuelewa, ila natamani sana nikuzoee na nikae na wewe karibu. Naweza nikapata hiyo nafasi Abi? Nikamwambia bila shaka. Basi sawa. Hivi karibuni naomba niwatembelee huko kwenu, nikae na nyie kidogo. Nikamwambia okay sawa, nakaribishwa, tupo tayari kukupokea. Okay sawa, basi niwatakie safari njema pindi mtakapoondoka. Nikamwambia okay asante na ubaki salama. Akasema nashukuru. Baada ya kukata tu ile simu, mimi nilimwambia mume wangu kwamba Gift atakuja kututembelea Arusha siku zijazo. Mume wangu alikubali, ila ni kama vile alikubali kishingo upande. Tulisafiri kurudi nyumbani kwetu Arusha. Niliona nisimwambie Aisha kurudi tena kazini, kwa maana ya kwamba tulikuwa tumempa likizo na yeye ya kutokuja kazini kipindi sisi tumesafiri mpaka pale tutakapomaliza likizo na kurudi, na ndipo tutamtaarifu. Ila tuliwahi kurudi hata kabla likizo ya Roman kuweza kuisha. Ila nilimwambia kile kilichojiri da, na pia niliwasiliana na James nikamwambia, maana naye pia aliondoka kule da na kurudi Arusha. Aliniomba sana nimsaidie apate msamaha wa Gift, na nikamhakikishia kwamba wala hata usijali, maana Gift atakuja huku kwa Arusha, hivyo itakuwa ni rahisi tu. Kwa tuka kama wiki hivi baada ya kurudi Arusha, Gift akawa amenipigia simu na kuniambia kwamba kesho yake anakuja. Nilifurahi sana. Nikamwambia na Roman ya kwamba Gift anakuja, akajibu tu poa tuko pamoja. Majibu ya Roman yalikuwa yananishangaza. Kesho yake nilijipanga kumpokea Gift. Nilifurahi sana kumuona. Kesho yake tulienda kule saluni, waliponifananishaga na Gift, walifurahi sana kutuona. Tulikuwa tunajitambulisha kwao kuwa sisi ni mapacha. Tatizo linakuja baada ya kutuuliza kuwa Kulwa ni nani, Doto ni nani. Tulikuwa hatujui. Yaani ni vituko mtupu. Saa nyingine tunajibu tu Kulwa ni Gift, ya kwamba mwingine eti mimi ni Doto. Lakini hata tujui. Hivi Kulwa kati yenu ni nani? Mwisho wa siku sasa ikabidi tu tukubaliane kwamba ni Gift. Alafu mimi nibaki kuwa Doto. Jamani, yani ilikuwa ni vituko. Yaani ilikuwaga tu hivyo, imadi tu furaha. Basi nilimtaarifu James kwa sababu niliongeaga na Gift. Nilimwambia Gift, vipi swala la James? Huwaze kumsamehe mwenzio, maana anateseka sana kuhusu wewe.
Gift akaniambia kama nilivyokuambiaga, akifanya kitu serious nitapokea msamaha wake. Basi mimi nikamtaarifu James alichokisema Gift. James akanijibu kwamba ataandaa pete amvalishe Gift. Hivyo nimsaidie tu maana anataka kumsurprise. Nikamwambia hilo mbona halina shida. Aisha sikumrudisha tena maana Gift alisema kwamba yeye yupo, tutasaidiana kazi. Siku moja tuliandaa surprise kwa ajili ya Gift. James alihitaji kumvalisha pete. Usiku saa 6 James alikuja kugonga hodi pale nyumbani. Tukamfungulia. Wakati huo Gift alikuwa ameshaenda ndani kwake kulala. Nasi tukamwonyesha pale mlango wa chumba cha Gift. Kwa James akaenda pale akagonga hodi. Jia alitoka, alipofungua mlango alishangaa. Akamuuliza, wewe usiku huu majumbani mwa watu umekuja kufuata nini? James ndo akasema pale, Gift, nashindwa hata kulala. Bado nawaza kuhusu wewe. Naumia kukosa msamaha wako. Naomba unisamehe sana Gift. Na wewe ndo mwanamke nikupendaye kwenye maisha yangu. Sijawahi kuona wala kumpata mwanamke mwingine. Naomba unisamehe mamangu. Najua nimekosea. Unamwona pacha yako na mumewe jinsi wanavyopendana. Sio kwamba wanakuwa sawa muda wote. Kuna wakati wanakoseana na wanasameheana. Najutia kosa langu. Please naomba unisamehe kipenzi changu. Sitakuangusha tena. Nitafanya ujione wa thamani maishani mwangu. Naomba unisamehe, na pia nimeandaa pete hii, ishara ya upendo, natamani nikuoe. Hapo James alitoa ile pete na akamwomba Gia ampatie mkono wake wa kushoto ili amvalishe. Gia alibaki tu anamwangalia tu James. Na mimi nilimfanyia pale ishara kwamba mkubalie. Gift akatoa ule mkono wake. James akavalisha pale pete. Tuliwapiga picha na kuwa snap na James akasema hiyo pete ni kama zawadi. Baada ya kushuhudiwa na wazazi, hivyo anaomba ruhusa aweze kutambulika kwa wazazi wa Gift. Gift alikubali. Kwa hiyo ilibidi James abaki kulala pale kwetu usiku huo. Nikawa nawaza leo ni mwendo kupasha kiporo tu. Nyie ex wamerudiana, afanye masiara nini? Basi bwana, baada ya Gift kwenda kulala na James wake chumbani kwake, na sisi yani mimi na mume wangu tukaenda kulala chumbani kwetu. Watoto niliwaacha walale kitandani kwangu na mimi nilienda kulala kitandani kwa Roman. Mke wangu, hivi Gift atakaa hapa mpaka lini? Nikasema sijui, hata sijamuuliza. Vipi, mbona kama umeuliza, kwani kuna tatizo? Hapana, nimeuliza tu kipenzi changu, hakuna lolote. Nikamwambia okay sawa, mimi sijajua na wala hata sijamuuliza maana sitaki aone kama vile tunampangia muda kukaa hapa kwetu. Okay sawa mke wangu, elewa tu kwamba nakupenda, ila sio vizuri kukaa sana na huyu ndugu yako, japo unajua unatamani sana kuwa naye karibu. Nikasema sidhani kama atakaa sana na sisi. Maana kwanza ana mahusiano na ana familia yake huko Dar. Naona tu ataondoka hivi karibuni, maana James ameniambia kwamba ana mipango mingi na huyu Chi. Anataka hivi karibuni tu ahalalishe mahusiano yao na wafikie hatua ya ndoa. Okay sawa mke wangu. Ila kama kuna tatizo mume wangu naomba uniambie. Hamna tatizo mama Oili, hebu nisikilize, hamna tatizo. Nikamwambia okay sawa. Kwa tulilala. Asubuhi brother yangu yani bro alinipigia simu akaanza kunisema, "Oya dogo, nasikia mnakaa na Gift siku hizi. Uoni sio vizuri? Alafu tayari mmeshaamua kuunga undugu." Yeye alipokuwa nakaa, si akaendelea kukaa. Sio lazima mkae pamoja dogo. Usikaribishe watu usiowajua kwenye nyumba yako dogo. Nikasema kaka bane, sasa hapo mimi kosa langu nini? Na Gift kakosa nini? Yaani kuja tu kutusalimia ndo kosa? Bro, hebu kuwa serious. Wewe umeamua kuungana na wazazi kuto kuniambia ukweli. Sasa nini sasa mnanitafuta mnanifatafata? Kwa kuwa hamkumtaka Gift au mdogo wangu kwa sababu mlimtelekeza Mnawishi na mimi kwamba nifanye hivyo hivyo, sio maana yake. Siwezi kuwa na roho kama za kwenu. Kama mtanikataa na nyie ni sawa tu, na nitabaki na ndugu yangu mmoja tu huyo Gift, na ananitosha, na mume wangu pia ananitosha vizuri tu. Wasalimie wazazi wako, maisha mema. Dogo, kwa hiyo umeamua kuwakana wazazi tena. Nikasema kwa heri bwana we. Nikamkatia na simu yenyewe. Nilikuja kumwambia mume wangu hiki kilichotokea. Hivi mume wangu, kwa nini umemwambia kaka ya kwamba G anakaa kwetu kwa sasa? Nisamehe mke wangu, unajua sikumwambia kwa ubaya kakako. Tulikuwa tu tunazungumza ndo nikamwambia kwamba tunaishi na Gift. Okay, sawa bana. Lakini kama umpendi ndugu yangu basi na wewe naomba uniambie nijue moja. Nisamehe mke wangu. Yaishe. Sitosema chochote. Nisije kuonekana kwamba simpendi ndugu yako. Kaka yako labda tu ana wasiwasi tu mke wangu, ila wala haikuwa taarifa mbaya kumwambia kwamba G amekuja kututembelea. Sijapenda au nataka G ajisikie vibaya. I'm sorry abi, hebu nisamehe basi mamangu. Okay, sawa.
Hapo niliona wazazi wangu sijui kama vile wapoje. Gift mbona wanamtenga sana? Siku moja Gift alienda kwa James na penzi lao naambia lilipamba moto mpaka G akawa ananiambia kwamba hatamani kuondoka kabisa kwenda Dar es Salaam. Hataki kuwa mbali tena na James. Nikamwambia we kaa tu mpaka pale utakapomoe mwenyewe, ikiwezekana uondoke na mimba juu. Basi na mimi siku hiyo niliamua sasa nikatengeneze kucha za miguuni, maana mikononi nilikuwa nimeshaacha huo Slay Queen kusema ule kweli. Sikuweza tena mambo ya kutengeneza kucha za mikononi, maana kidogo marofue, mara ushe vyombo, mara ubebe mtoto. Mume wangu kwa nilienda saluni na watoto nilienda nao. Nilitengeneza kucha, nikabeba wanangu kurudi nyumbani. Nilipofika tu na wanangu nyumbani, nikanyonga pale kitasa kuingia ndani. Ile naingia ndani, mara macho yangu nakutana uso kwa uso. Roman alikuwa anamchapa makofi Gift. Mpaka nikajiuliza kuna nini kinachoendelea. Unajua nilishangaa Gift kumkuta yuko pale kwa sababu Gift aliniambia kwamba atalala wapi? Kwa James. Yaani yuko kwa James, sasa inakuaje namkuta hapa nyumbani? Afu still alikuwa anachapa makofi na mume wangu Roman. Unajua mpaka ikabidi kwanza niingilie kati. Nikamwambia wewe Roman, mbona unampiga G? Amekosa nini? Bora umefika Abi nikueleze ukweli. Alisema hivyo G kwa analia. Sasa mume wangu Roman akaingilia kati akasema uongee nini Gift? Unataka kumwambia nini mke wangu? Shetani mkubwa wewe. Hapo Roman alisema akamtandika G ngumi ya kifua, nyie Mungu wangu. Nikamwambia Roman, wewe una nini? Unampigia nini? Na kwa nini unamuumiza? Kwa nini unamzuia asiongee? Kuna nini kinachoendelea? Nyinyi msinichanganye nyie. Sasa hapo niliendelea kuwatenganisha, maana nilikuwa nimesimama katikati yao. Sasa mume wangu akasema, nisikilize mke wangu, jibu la uhakika ninalo mimi na sio huyo Gift. Na naomba nakupa dakika 2 za kukusanya vitu vyako Gift. Toka humu ndani kwangu. Nimekuchoka. Nikasema mume wangu nisikilize, G humu ndani aondoki bila kuniambia kuna nini kinachoendelea hapa. Mke wangu, hata panic. Naomba tu huyu G aondoke humu ndani. Kwa ajili ya usalama wa ndoa yetu, nataka tu aondoke. Nikasema ende popote bila mimi kujua nini kinachoendelea. Abi, acha mimi niende tu, tusigombane. Afu pia kuna watoto hapa, haitakuwa vizuri wao waone kama vile tunavutana. Nikasema G uende popote nimesema. Okay. Sema unachotaka ukisema wewe G. Vile unavyoamua kusema wewe sema. Ya kwamba mimi nakutaka, haya sema. Sema univurugie ndoa, sema basi. Nikasema unasemaje Roman? Roman unamtaka G? Au sijaelewa? Ebu Gift, ebu usiseme kwamba nyie msinichanganye nyinyi. Sasa hapo Gift ndo akaanza kusema, kwamba ni kweli shemeji kwa kipindi kirefu alikuwa ananitaka kimapenzi, japo mimi sikupenda iwe hivyo. Tangu ile siku tulivyoenda Zanzibar, niliposema kwamba mimi naumwa, wala hata haikuwa kweli, nilikuwa siumwi, alikuwa amenipiga. Nyie kweli kuishi kwingi kuona mengi. Mume wangu wewe wa kunifanyia hivyo? Nikamwambia baba, nashukuru sana. Pale nilioshika wanangu mikono tukaelekea nao chumbani. Jamani nililia sana. Sikujali watoto wananiona wala nini. Roman alipokuja mimi nilimwona niingie chooni, nilienda kulilia chooni. Nyie sikuamini mume wangu huyu Roman wakuweza kunifanyia hivyo. Roman ni mwanaume ambaye ninampenda kuliko kitu chochote. Mbona sijawahi kumsaliti? Nimemkosea nini mimi? Ameshindwa hata kutafuta mwanamke mwingine huko mpaka Gift jamani. Abi, naomba ufungue mlango tuongee mke wangu. Nikamwambia mimi sina cha kuongea na wewe. Nakuomba japo unisikilize. Nikamwambia sitaki bwana, hebu toka bwana. Huwezi amini msikilizaji, nilikaa kule chooni mpaka kiusingizi kikanipitia. Nilikuja kushtuka, nikajimwagia maji nikatoka, lakini sikukuta mtu. Alafu kabati la nguo za watoto lilikuwa limefunguliwa na nguo zimetumiwa. Nikaona tu nguo zingine pia hazipo. Nikajiuliza kwamba kaondoka na watoto ama ni vipi? Watoto hawa wanangu kawapeleka wapi? Nikampigia Roman akawa patikani. Nikatoka nje nikaenda chumbani kwa Gift, naye nikakuta alishakusanya pale vitu vyake. Nikampigia nikamuuliza Gift uko wapi? Akasema nipo kwa James, sikutaka tena kubaki kwako. Na hapa kwa James sijamwambia kilichoendelea, maana atapanic na yeye. Nikasema mimi sielewi Roman Roman kaondoka hapa na watoto alafu sijui atakaenda wapi. Gift akaniambia jamani mpigie, sitaki mgombane kwa ajili yangu, na waomba Abi wewe ni ndugu yangu.
Sipendi niwe kama na haribu ndoa yenu. Nikamwambia wala hata usijali. Hapo nikaendelea kumtafuta Roman bila hata mafanikio. Ilifika mpaka usiku lakini hakupatikana wala kurudi nyumbani. Nilimpigia mama mkwe na nikamwambia kila kitu. Mama mkwe aliniomba nilale, kesho yake tutajua kuna nini. Asubuhi ilifika, bado Roman hakupatikana kabisa wala kurudi. Nilizidi kuchanganyikiwa. Gift alikuja pale kuniliwaza, lakini sikuelewa alichokuwa ananiliwaza. Mama mkwe alifunga safari na kuja Arusha, akaniambia twende ofisini kwao kuulizia. Hawezi kuacha kwenda kazini. Nikasema tu mbona mimi sikuwaza mapema kwenda ofisini kwao jamani? Nimeteseka siku 2 zote kwa kosa wanangu. Basi tukaenda ofisini kwao, tukampata. Na akatuambia kwamba tutakuja kuongelea nyumbani na ofisini. Jamani, alinipandisha hasira Roman. Nilitamani nimrukie, ila nikasema nisije kurushwa kichura hapa. Ikabidi niwe mpole. Eneo langu la kujidai ni nyumbani. Hapa ofisi za watu haka. Jioni Roman akarudi nyumbani. Nikamwambia sihitaji maelezo, nataka wanangu. Roman akapiga simu akaletwa. Kumbe aliwapeleka kwa Aisha. Mama mkwe alimuuliza tatizo leo ni nini? Hapo Roman alikuwa hana hata cha kueleza. Yaani kanikosea alafu bado alikuwa analeta mdomo. Niliamua kuondoka na mama mkwe. Maana alinikera vibaya mno. Niliondoka zangu kusema lo kweli. Sikutaka mawasiliano na wazazi wangu wala kakaangu. Nilikuwa nawasiliana naye mtu mmoja tu ambaye alikuwa ni Loveness. Roman nilimkalia kimya naye akawa naye kimya. Basi nikawa naumia vibaya mno. Yaani mtu kanikosea alafu bado kanikaushia, haonyeshi kujutia kosa lake. Nilikaa kwa mama mkwe kwa zaidi ya mwezi, nikaona nitafute kazi. Ilikuwa bahati tu, nikapata pale kazi, nikaona okay itaniweka bize, nisiwaze sana. Ila wapi, bado mawazo yalikuwa yananitafuna moyo wangu. Sikuacha kumwaza mume wangu, yaani aliamua kuniadhibu kiasi hiki na kutamani kutembea na ndugu yangu kweli. Nilimchukia sana Roman. Tena nikapanga kwamba nikipata hela za kutosha, nitahama hapa ili nikapange, ili hata kama akija hapa kwao, mimi nisimuone na yeye asinione. Mama mkwe akaniambia, unajua mume wako hivi amekuaje? Mbona hata hataki kusema chochote? Ina maana kwamba hajasingiziwa hilo lililotokea? Nikamwambia mama, hata sielewi kabisa. Sielewi anakusudia nini. Nimeona nimwache tu na maisha yake. Okay, sawa mwanangu. Wewe kuwa na amani tu. Sawa kuwa na amani hapa mpaka pale mtakapomaliza tofauti zenu. Nikamwambia okay sawa mama. Niliamua tu, yaani hapo nilishajipangia kwamba mimi hapa sikai siku zote, nitaondoka. Sababu uwezo ukaachana na mtu alafu still unaenda kuishi kwa wazazi wake. Maana yake ni kwamba bado utaendelea tu kumkumbuka. Kwa niliendelea kukaa pale kwa mama mkwe, sikutaka kwenda nyumbani wala kwa kaka, nao pia waliniudhi kusema ukweli. Siku moja Loveness alinipigia simu, akaniambia kwamba anajisikia vibaya maana mimba yake ilishakuwa kubwa, anampigia simu kaka apokee. Ilibidi mimi niombe ruhusa kazini, nimwahi kule kwake, nikachukua usafiri nikamwaisha hospitalini. Kufika hospitalini alipokelewa na kuingizwa labor kwa ajili ya kujifungua. Ndipo nikakumbuka ni wataarifu wazazi pamoja na kaka, lakini nikasita maana sitaki mahusiano nao. Nikakumbuka kwamba aliyopo hapo hospitalini ni mkwe wao na pia ni mke wa kaka. Woi, lazima niwatafute tu. Kwa hiyo nilichukua simu nikatafuta pale namba zao, kumbe nilishazifutaga siku nyingi sana na sikumbuki bana. Acha tu nijue kwanza yatakayojiri hapo hospitalini. Kwa kwanza nikasema ngoja nikae nikatulia pale kimya, taarifa nitatoa baadaye kwa wazazi. Nikatulia kimya. Baadaye kama lisali moja, daktari aliniita akaniambia hongera sana, mgonjwa wako amejifungua salama, mtoto wa kiume. Nikamwambia asante sana daktari, vipi hali ya mama na mtoto? Akasema wote wanaendelea vizuri ila wamepoteza damu nyingi sana, hivyo tumemwekea drip la damu na mnapaswa muweze kulipia. Nikasema sawa, ni kiasi gani? Akasema hapana, hapa hatulipishi hela, maana sisi damu tunachukua tuloitunza, hivyo na sisi tunatakiwa turudishe damu chupa 2. Sasa mnatakiwa mchangie damu ili tu iwafae wagonjwa wengine. Nikasema sawa, nitatoa. Akaniambia uko mwenyewe? Nikamwambia kwa sasa daktari niko mwenyewe, ila wengine watakuja. Hapo kidogo Gift alifika. Nikampa yale alikuwa amejiri hapo hospitalini. Akaniambia kwamba yeye atatoa chupa 1, nyingine atatoa mwingine tu, hata kaka pia atatoa wakati atakapokuja hospitalini. Kwa mimi niende tu nyumbani kumwandalia mgonjwa chakula. Kwa nilitoka pale na kumwacha hapo hospitalini apimwe damu kwa ajili ya kuchangia damu.
Mimi nikarudi kwa mama mkwe, nikamwambia nilimpeleka Loveness hospitali, hivyo nataka nimpelekee chakula akale. Kweli mama mkwe akanisaidia pale kuandaa, na hapo sijamwambia kwamba sijawataarifu wengine. Nilipomaliza Roman akawa amefika. Nikawa kama simuoni hivi. Kwanza kafuata nini? Ilibidi nibebe kwanza kikapu changu nikawa naelekea hospitalini. Roman akanizuia, akaniambia unaenda wapi? Nikamwambia ya kuhusu. Okay, sawa nenda, lakini ukirudi nahitaji tuongee, maana nimerudishwa kikazi hapa Dar es Salaam. Hivyo unahitaji turudi kukaa kwetu na tumalize tofauti zetu. Nikamwambia ukakae na nani? Hebu sintibu wewe, umenielewa? Naomba nipite. Baada ya kumtaka ndugu yangu leo ukae na nani? Ukae na nani? Kwa hiyo unataka usikie kwamba nililala na G? Na maana yake okay, sawa. Nilianza kulala na G tangu siku ile tuliokuwa tuko Zanzibar. Nikamwambia okay, sawa, mimi hainihusu. Hata ukitaka kumooa nakupa ruksa tu. Baba, nenda kwao, kakae naye, muoe, muishi. Ulikuwa unajifanya unachukia kukaa naye. Kumbe ulikuwa unataka awe mbali tu ili muwe mna uhuru. Na maana yake, hebu nipishe bwana wewe. Ni muishe mgonjwa wangu chakula mimi. Nani anayeumwa? Nimekwambia nipishe. Jamani wanangu, na waomba msigombani jamani. Naomba muwe na maelewano basi. Sipendi kuona hiki kinachoendelea. Roman, hebu mwache kwanza mwenzio. Twende hospitali, tutakuja kuongea baadaye. Mama, kwa nani anaumwa? Mke wa kaka yake amejifungua. Hongera yake. Basi naomba twendeni wote tu. Au mama ubaki na watoto tu, sisi twende. Mimi kana nichanganya. Nilitoka hapo nikapanda bajaji, eti na esi ndo akapanda na bajaji. Akaiwahi bajaji ambayo mimi nilikuwa nimepanda. Kwa kwenye bajaji tukapanda wawili, mimi pamoja na Roman. Uweza mimi msikilizaji, nilimnyamazia. Akampigia kaka sijui kumpa hongera kwamba mke kajifungua. Kaka alimshangaa. Maana kaka mimi sikumwambia kama mke wake kajifungua. Ilibidi naye huko sasa wataarifu wazazi waje hospitalini. Sasa anauliza hospitali gani na mimi ndo sitaki hata kumjibu. Roman akawa ananiuliza kwamba mke wa kakako amejifungulia hospitali gani na mimi simjibu kimya. Roman akamwambia bwana, nikifika nitakwambia hospitali gani. Au nitakutajia kituo ambacho cha kushukia cha dereva bajaji. Basi kweli tulifika hospitalini tukashuka. Ndipo Roman akapiga simu kwa kaka kuambia kwamba ni hospitali gani tuje ili na wao waje. Mimi nilimwacha tu, nikaanza pale kuchanganya zangu miguu kuelekea nilipokuwa nimemwacha Gift ili nionane na dokta ili nimpatie chakula mgonjwa. Lakini nilikuta Gift yupo kwenye benchi alikuwa analia. Nikasema mama yangu, Loveness kafariki nini? Au mtoto kafariki? Wajua kwanza nikika mpaka kikapu chini, maana nilikuwa nimeona sasa kikapu ni kizito kupita kiasi. Nikamkimbilia Gift pale alipokuwa ili nimuulize analia nini. Dokta, naomba nijue hali ya mgonjwa wangu. Tafadhali dokta, nakuomba. Mgonjwa anaendelea vizuri. Najua umeleta chakula. Samani pia nilikuwa na wahudumia wagonjwa wengine. Nikamwambia ndio chakula nimeleta. Hivi unasema kweli mgonjwa wangu yuko sawa? Maana mwenzangu nilimwacha hospitalini nimemkuta analia. Unaweza kujua tatizo lake ni nini na kwa nini analia? Ndio, lakini tumpatie kwanza chakula mzazi. Nikasema sawa. Kwa pale nilimtambulisha kwa mwingine, akamuita pale nesi, akatupeleka mpaka wodini alipokuwa Loveness na kisha yeye akaenda ofisini na Gift. Tulienda familia nzima kumuona, tulimpa pole na tukampa na hongera na tukamwona mtoto pia. Nikamwekea pale chakula ale na kisha mimi niliwaambia kwamba tunatakiwa tutoe damu, hivyo twende kwa dokta, maana Gift atakuwa katoa moja, bado tena moja nyingine. Kwa nilienda na kaka ofisini kwa dokta ili naye pia achangie damu. Lakini ni kwamba Gift sikumkuta. Nikamuulizia kaenda wapi? Dokta akasema yeye alivyomaliza tu mazungumzo na Gift eti kwamba Gift aliondoka na hatujajua kaelekea wapi. Ikabidi nimpigie Gift, lakini Gift hakupokea. Dokta akasema kwamba Gift hajachangia damu. Nikachanganyikiwa. Kaka kapima akatoa pale damu na baba naye akatoa pale chupa nyingine. Nilipiga simu ya G mpaka nikachoka, lakini G hakupokea. Nikaona kesho nitaenda tu kwao, hamna namna. Loveness aliruhusiwa kutoka hospitalini. Kwa tulienda nyumbani, basi Loveness aliniomba sana nimalize tofauti na familia yangu, maana anapenda kuniona mimi ni mmoja wa hiyo familia tena. Nilichoomba mimi ni kuambiwa tu ukweli. Mbona mimi sina shida na familia yangu, lakini wao ndo hawataki kuniambia mimi ukweli. Mama akaanza pale kuniambia, Abi mwanangu, wewe mimi ni mtoto wangu, nimekulea mikononi mwangu tangu wakati mamako alipokutelekeza stendi ya mabasi pale aliponiambia kwamba anaenda kujisaidia.
lakini nakupenda sana mwanangu. Nimekulea kwa mapenzi yote kama mtoto nilikuzaa kwenye tumbo langu. Na hata ilipokuja issue ya gift, nilingangania kwamba wewe ni mtoto wangu, sikutaka kukupoteza. Abi, wewe ni mtoto wangu, hata kama kitokee nini, siwezi kuvumilia kukupoteza. Nakupenda sana na sikuhitaji hata siku moja ujue hili. Na ndio maana hata ndugu zetu walikaa kimya kulinda amani ya moyo wako ili usiende mbali na mimi mwanangu. Mama aliponiambia hivyo kwanza niliishiwa nguvu. Kumbe mamangu mimi alinitelekeza pia. Tulimkosea nini? Kwa nini hakutaka kutuona mama? Kwa nini alituacha na watu baki? Hakujali kuhusu sisi. Hivi mama yetu ana roho gani isiyokuwa na mapenzi wala uchungu na wanaye? Mbona watu baki wametupenda na kutujali hivyo? Kusema ule kweli niliumia sana msikilizaji. Nikamkumbatia mama, nikamkumbatia baba, nikawashukuru kwa upendo wao kwangu. Mimi sio mtoto wao, lakini wamenijali na kunitunza na hawakuacha kunisomesha mpaka ninaweza kujitegemea sasa. Nilimshukuru pia kakaangu Aisee, alijua kunifanya nifurahie dunia. Alifanya kila alichoweza kwangu, alinifanya mimi kama damu yake. Alikuwa ni bonge moja la ndugu kwangu. Aisee walijua kuniaktia, walijua kuniigizia. Nilimwa kumaliza tofauti na wao pia, na wao kaniambia kwamba tusameane. Na mume wangu japo amenikosea, mume wangu alikubali kosa na aliomba kwamba tuwe sawa. Nilichomwambia, nilimuomba tu kama kweli anajutia kosa lake, aende akamwombe msamaha Gift. Mume wangu alikubali na kusema twende kwao kwa kina Gift. Hata sasa hiyo alikuwa yuko tayari. Kwa tulitoka tukaenda kwa kina Gift. Tulielekea kwa kina Gift. Pia nilitaka nimwambie kile nilichokuwa nimeambiwa huko nyumbani. Na nikataka nimwambie kila mmoja abaki kwenye familia aliolelewa ili tubaki, yani sisi tubaki tu kwa ndugu. Kasema mama yetu sasa si hatumjui, alitutelekeza. Gift abaki kwenye familia yake hiyo walomlea, na mimi nibaki kwenye familia yangu walomlea. Kweli mama yake alitukaribisha na akatuambia kwamba yupo tu ndani analia. Na mama yake alituambia hata sielewi, labda nyinyi anaweza akawaambia anacholia ni nini. Kwa tuliingia chumbani kwa mimi nikamuuliza, "Wewe Gift, tatizo nini dadangu? Toka jana upokee simu, ujibu message, hospitalini umeondoka bila hata kuniaga. Tatizo nini? Hebu niambie." Akasema, "Sina kitu Abi." Nikamwambia, "Come on unalia tangu jana. Alafu unasema una tatizo. Hebu niambie tafadhali. Nakosa amani mwenzio. Na daktari akaniambia hujachangia damu. Wamekupima, umekimbia damu hujachangia." Abi, kiukweli naomba nisamehe sana. Siwezi kukuambia juu ya hili linalonisibu. Nikamwambia, "No. Dada hapana. Hebu niambie shida nini?" Gift, mimi naona vizuri kama tungesema. Kama kuna tatizo sisi tayari ni familia. Sawa? Na pia nimekuja hapa. Nataka kujua nini kilichokusibu. Ni kweli kabisa. Gift, tuko hapa tunakuomba tuachane na yale yote yaliyotokea siku zote za nyuma zilizopita. Tuishi kama familia. Tuheshimiane na maisha mengine endelee. Kwa tunaomba kama kuna lolote linalokusibu utushirikishe. Sawa, nitawaambia ukweli. Lakini mwenzenu mimi walivyonipima nilivyotaka kuchangia damu, wamekuja kugundua kwamba mimi ni mwathirika. Nikasema, "What? Gift, uko serious?" Gift, umeathirika? Nikasema, "Sasa itakuwaje? Kwa maana Gift umetuua. Gift, tumekukosea nini mimi na mume wangu? Nimeamua nisamee yote yalotokea. Kumbe ndo kuna pigo jingine." Hapo msikilizaji, niliamua kutoka huko chumbani. Mamake na akaniuliza, "Wewe kulikoni?" Aisee kumjibu. Niliondoka hapo nikiwa nimepagawa hatari. Mawazo yakawa nawaza, yani hapa naliona kaburi tu kusema ukweli. Kwamba katuua. Na yote ni kwa sababu ya tamaa za Roman, mbwa yule mshenzi mmoja. Hivi alikosa nini kwangu mshenzi yule? Yani msikilizaji, nilikuwa naona giza tu mbele yangu. Nikajikuta nadondoka pale chini, fahamu zikapotea na hata sikujua nini kilichoweza kuendelea.
Nilikuja kushtuka na jikuta niko hospitalini. Pembeni yangu alikuwa yupo mume wangu, alikuwa na mamake na Gift. Mamake Gift akasema, pole mwanangu, tulikuta umedondoka na kupoteza fahamu kitini. Nikasema asante mama. Mume wangu hakusema hata kitu zaidi tu ya machozi yalianza kumtoka. Alikuwa amejinamia tu. Mama G alianza pale kunifuta na mtandio wake, huku akawa ananiangalia kwa macho ya huruma sana. Akaniambia, mwanangu, kwani tatizo nini? Eti mbona mimi nakuwa sielewi? Gift kule ni wakulia, alafu na wewe huku ulivyokuja nikategemea labda utanisaidia kujua tatizo lake, lakini na wewe pia ndo kama hivi tena mpaka hospitalini tena. Hebu niambie jamani, kuna shida gani wanangu? Hebu mniambie ukweli. Mama, hamna tatizo, mimi tu naumwa. Hivyo nadhani kutembea sana juani ndio maana nimepatwa na hii hali, lakini usijali mama, Gift bado sijajua tatizo lake ni nini. Nitajaribu kuendelea kumuuliza. Hapo msikilizaji, sikutaka kumtia wasiwasi yule mama. Mama Gift alinielewa kihivyo hivyo, lakini nilipanga maishani mwangu sitaki tena kumuona Gift. Nikimuona naweza nikamralua vipande vipande, yani nilimchukia ile mbaya. Hata na Roman mwenyewe nilimchukia kweli kweli. Daktari akanipa ruhusa tukarudi nyumbani kule kwa mama mkwe, na sikumwambia chochote, sikumwambia mtu yoyote. Roman alijaribu kuongea na mimi karibia siku 2, lakini hakufanikiwa. Gift alianza kunipigia simu na mimi sikuwa napokea simu zake. Tena nikaamua na kumblock. Nikawaza sijui nikapime, lakini hapo nikawa naogopa hatari. Nipate majibu yatakayoniumiza zaidi. Nitafanya nini mimi? Ndo aseme kwamba ndoa ina majaribu na mitihani ndio inapaswa uvumilie? So kwa staili ya Rabbi toba mie. Kujuana na huyu ndugu yangu mbona imekuwa ni uchungu kwangu? Mpaka nikawa najiuliza, wewe Gift, kwani ulikuja kwenye maisha yangu na kuchukia na umeharibu furaha yangu? Kwani nilijikuta na baki nalia tu ndani? Mbona mimi sijawahi kumtamani mpenzi wa mtu? Kwa nini lakini Roman ameenda kutamani wanawake mpaka mwisho siku anakuja kuyaleta maradhi ndani? Mimi jamani. Ji, ulishindwa kumkataa kweli shemeji yako? Ji, mbona wewe ni nyoka? Nilifurahi nimepata ndugu, kumbe ni hasidi wa ndoa yangu. Mungu wangu. Mwanangu, mbona unazidi kuwa mnyonge na huna raha? Bado hujamsamehe mume wako? Kwa maana kwamba ameomba wewe urudi kule nyumbani kwenu, lakini umegoma kabisa. Kuna tatizo lingine mwanangu? Nikamwambia tatizo lipo mama. Lipi hilo? Tumegundua kwamba Gift ameathirika, hivyo atakuwa ashatuambukiza. Hebu usiniambie. Yule mtoto mbaya kumbe? Hapo wakati naongea na mama yake na Roman akaingia. Mama yake akasema, wewe Roman mwanangu, hivi wewe wa kumharibia maisha mtoto wa watu? Haya ndo malipo ya upendo wake kwako, sio manake? Wewe ni wa kutembea na ndugu yake na umemletea ugonjwa. Yaani Roman, mbona unanisikitisha sana? Mama, mbona unanihukumu? Mbona Habi hanipati mimi nafasi niongee naye? Uongee naye kitu gani wewe? Mama, mimi sijawahi kulala na huyo Gift. Gift ndo alianza kunitaka kimapenzi tangu tuko Zanzibar. Alipiga simu usiku na kuniambia kwamba mtoto anasumbua nimfuate. Mimi sikufikiria mara mbili wala sikutaka kumwamsha mke wangu, niliona kwamba nitamsumbua. Nilimwomba amlete mtoto ili nikutane naye nje ya mlangoni kwetu, maana vyumba havikuwa mbali sana. Cha ajabu ni kwamba alikuja yeye mwenyewe na kuniomba kwamba ana mazungumzo na mimi, hivyo twende chumbani kwake, na kwamba mtoto wala hata asumbui. Kwanza mtoto alikuwa amelala. Nilijisikia hasira sana na nilimshangaa, mimi ni shemeji yake, tunaenda kuongea nini huko chumbani kwake? Na alipojaribu kunishika na kuniambia kwamba ananipenda sana, nilimpiga ngumi ya tumbo na nikamuonya asije kathubutu kunieleza ujinga wake tena. Ndio ile siku mimi niliporudi chumbani nikamwambia kwamba mimi naumwa kichwa, nilienda kuomba dawa mapokezi. Na yeye kulipokucha alisema kwamba anaita anaumwa tumbo. Lakini hakuacha, na ndio maana nilikuwa najaribu sana kupinga yeye kukaa na sisi, lakini mke wangu hakunielewa. Hivi unachokisema yuko ni cha kweli wewe Roman? Ni kweli mamangu. Naweza nikamsaliti mke wangu, lakini siwezi kumsaliti kwa ndugu yake. Mama, si unamwona mama? Yeye anajitapa kwa hiyo kwamba mimi ni mjinga kulinda kiapo cha ndoa yetu. Yeye kwamba anaweza kanisaliti na wala hata hawazi hilo mama.
Roman, hebu rekebisha kwanza hiyo kauli yako. Na pia nataka jibu la kueleweka. Umetembea na Gift ama hujatembea naye? Sijawahi mamangu, sijawahi. Na kuapia mbele ya Mungu sijawahi kabisa. Wakati tunazungumza hapo kidogo Gift aliingia. Nilinyanyuka nikamfuata pale mlangoni. Niliona kama vile anachelewa hivi kuja, nikamvuta. Bana, nilimpeleka mputa mpaka kwenye sofa nikamkalisha. Nikamwambia Gift, ni wewe ndio ulomtaka mume wangu au ni yeye ndo alikutaka wewe? Ulilala mume wangu au hujalala naye? Hapo nina hasira zimenipanda mpaka kichwani. Gift akaanza kusema naomba unisamee Abi. Nikamwambia nikusamee nini? Naomba unijibu maswali yangu. Sasa hapo Gift akabaki kulia tu. Nikamwambia hayo machozi yako mimi yananisaidia nini? Naomba unijibu kwanza hapa. Hapa kwanza umefuata nini? Najuta kufahamiana na wewe Gift, na kuchukia vibaya mno. Usiseme hivyo Abi, wewe ni ndugu yangu. Nikamwambia umethibitisha wapi mimi ndugu yako? Usidanganywe na kufanana kwetu. Sikutambui kama ndugu yangu, mshenzi mmoja wewe. Abi, naomba unisikilize. Nikamwambia sitaki. Sina la kukusikiliza G. Hebu toka kwanza. Sasa mama mkwe akasema mwanangu Abi, hebu acha hasira kwanza. Mwache Gift aongee. Nikamwambia sema unachotaka kusema, sema. Abi, naomba unisamee sana. Mimi ni ndugu kwako. Najua jinsi gani nimekuudhi. Roho inanisuta sana. Nafikiria kwamba nilikuwa nina akili gani kumtaka Roman shemeji yangu na kipenzi cha wewe ndugu yangu. Japokuwa tujathibitisha, lakini wewe ni ndugu yangu. Sikupaswa kuweza kukufanyia hivyo. Naomba turudishe ile bondi ambayo tulianza kuijenga. Naahidi nitakuwa mwaminifu kwako. Kiukweli tangu ni ujue ukweli kuhusu maisha yangu, nimekosa raha na amani ya moyo. Nimegundua wewe angalau ukiwa upande wangu utanifariji kwa kiasi. Naomba unisamee mimi. Nahisi kufa mimi mwenzenu. Nimegundulika mimi mgonjwa. Sasa hapo anaongea kwa analia. Akaanza kusema Romeni, naomba unisamee sana. Nisamee kwa kukusababisha mvurugano kwenye ndoa yenu. Nahisi kuchanganyikiwa mimi mwenzenu. Ghafla tu nataka kuchangia damu. Naambiwa damu yangu mimi maana nimeathirika. Kuna muda unamwangalia anatilia huruma. Lakini kuna muda unafikiria kwamba huyu mimi alitaka kuniangamiza. Maana kama mume wangu asingekataa, it means kwamba alikuwa analala na mume wangu. Na mwisho wa siku mume wangu sana kuja kulala na mimi. Kwa maana yeye alidhamiria kutuua. Nikamwambia kwa ulidhamiria sina maana yake. Akasema hapana, nilikuwa sijijui kama nimeathirika. Naombeni mnisamee. Roman, Abi, mimi ni ndugu yenu, nisameeni. Nitamheshimu mume wako kama shemeji yangu, sitomtaka tena. Kiukweli maneno yake yaliniumiza kusema ukweli. Nilimkumbatia, nikamtaka atulie. Mimi nikawa nimeshamsamee. Kwa sababu alisema hata yeye mwenyewe kujua, alikuja kugundua pale alipokuwa anataka kuchangia damu, ndo akapimwa akaja kugundulika kwamba yeye ni muathirika. Sikutaka kuzidi kumpa mawazo, maana kwanza nayo yapitia tu ni makubwa. Nikamhakikishia nimemsamee na nitakuwa na yeye tena na asijisi mnyonge. Kiukweli nilimlaumu sana James kwamba ndiye aliyemletea ule ugonjwa. Maana Gift alituambia kwamba yeye alikuwa ni mzima tu afya, ila mara baada kurudiana na James ndo hali ile imemkuta. Nikamwambia Gift, nakuomba utulie kwanza kwa muda. Usiwe na stress sana. Utaumia zaidi. Gift akasema Abi, kinachoniuma mimi ni mjamzito. Namhurumia mwanangu, atakuja kuishi maisha kunilaumu. Nikamwambia hamna, mtoto atakuwa salama kabisa. Na wala hata usiwazi kuhusu hilo kabisa. Mimi nimekusamea leo mpaka kesho, sina kinyongo tena na wewe na nipo kwa ajili yako. Ilibidi tuwe na faraja sasa kwa G. Sisi ndio ilibidi tuwe faraja kwa G. Tumalize tofauti zetu. Mimi na mume wangu tulishirikiana naye kwa kila kitu. James kweli aliomba msamaha. Lakini aliomba amuoe Gift. Na Gift alikubali. Na wakatambulishana rasmi kwa wazazi. Familia ilionilea mimi ikaanza kushirikiana na waliomlea G kutoka wamoja. Na nilimwambia mume wangu ya kwamba tunapaswa tuanze upya mahusiano yetu. Tuepuke migogoro, maana siwezi kukaa mbali na wewe au kutokuongea na wewe na wakati tupo na tofauti ilishaisha. Mke wangu, kwa kipindi kile
nilikosa cha kuongea. Nilikosa. Mimi ndo natakiwa nikuombe msamaha. Maana nilikuwa nina uhakika hutaki kuupokea ukweli hata kama ungeambiwa wala usingeamini. Huenda naweza nikakusaliti huko mbeleni, lakini siwezi kutembea na ndugu au mtu yeyote mwenye uhusiano na wewe, maana mimi ni binadamu, naweza nikateleza, lakini kwa sasa wewe unanitosha. Sijawahi kuwaza kuwa na mtu mwingine katika akili yangu zaidi yako. Nikamwambia thank you my baby. Wewe ndo mwanaume niliyeishi kuwa naye, na hatimaye Mungu hakunitupa mja wake, kanipatia kile ambacho nilikuwa nakitamani. Sikustahili, la naamini tu Mungu amenipendelea. Hata ukinikosea, hata kama nikikukosea, nakuomba usiniache na usiache kuniambia chochote hata kama utanidanganya. Uponyaji wa maumivu ya moyo wangu ni maneno yako tu. Nakupenda sana mume wangu. Wewe ndo ndugu yangu wa kwanza, mshikaji wangu, roho yangu, uzima wangu. Uwepo wako maishani mwangu ni tiba tosha. Usijaribu kathubutu kaniacha. Najua uwezi kunisaliti. Acha niamini hivyo. Kama ulikwepa kuniumiza wakati wa Loveness ambaye alikuwa anakutaka, sidhani kama kuna mtu mwingine atatokea. Nishajaa moyoni mwako. Nitaumia ukinisaliti. Unajua mke wangu, kwenye hii Tanzania wanaume ambao hatusaliti ndoa zetu tuko wawili tu. Niko mimi, yuko jamaa mmoja hivi anasimulia masimulizi anaitwa Uncle Jay Simulizi. Sisi ndo wanaume perfect ambao hatuna makosa kwa wake zetu. Na nikuhakikishie tu ya kwamba usijali mke wangu. Unadhani kwamba mimi naweza kukusaliti wewe? Hapana. Hata kuwaza tu sijawahi kuwaza. Nakupenda Abi. Nitakulinda kila inapoitwa leo. Hapo upo kwenye mikono salama kabisa. Na mimi ndo mdingi wako. Thank you Big Daddy. Roman aliniomba tukapime japo hajalala na G, lakini tujue tu afya zetu. Nilikubali, na good news ni kwamba tulikuwa ni wazima na tulishukuru Mungu. James alifunga ndoa rasmi na Gift na wakaanza kulea ujauzito aliokuwa nao Gift. Mimi na Gift tuliendelea kushirikiana na familia zilizotulea. Kiukweli kiupande wangu, yani sijui hata niwalipe nini. Kwani upendo wao wa dhati kwangu waliutunza na walinilea, walinisomesha wakati hata mimi sio hata damu yao. Yani upendo wa ajabu kusema ule kweli. Nilimfikiria huyo mama yangu mzazi, yani ndo mpaka nachoka kabisa kwa alichokifanya. Yani alishindwa kutupatia japo hata chembe ya upendo. Basi sitaki hata kumjua kusema ule kweli. Simhukumu maana sijui alipitia nini, maskini ya Mungu sijui. Kama ni mzima au ameshatangulia mbele za haki, acha tu niseme kwamba nina furaha na haya maisha yangu. Na mume wangu ananitosha na familia iliyonilea pia. Upendo wetu ndo umezidi kuimarika kile napoitwa leo. Na huu ndo mwisho hii simulizi yangu mimi Abigail. Msikilizaji, tumshukuru sana Abigail kwa kutusimulia hii simulizi yake ya maisha. Hakika kuna mambo mengi utakuwa umejifunza na hakika umeenjoy. Bwana, mzigo mtamu kutoka kwake Kiti Fefe. Mimi niliyekusimulia kwenye mic inaitwa Uncle Jay Simulizi. Na hii ni Uncle Jay Simulizi. Kwa hiyo nikuombe tuwe kwamba hakikisha unabonyeza subscribe ili usipitwe na simulizi zangu ambazo naziachia leo. Asante kwa timu yako, tukutane wakati mwingine. Mpaka kufika hapo ndio mwisho hii simulizi ya Abigail.